za Singida. Kampuni yetu ni kama nilivyosema, ni kampuni ya binafsi. Sisi tunatoa mikopo kwa wale wajasiriamali wadogo. Unanielewa vizuri nikisema wajasiriamali wadogo? Mwenzangu alikata gepu kasema anaanzia 5 kwenda wapi? Sisi tunashuka chini zaidi. Sisi mikopo yetu ina riba. Riba yetu ni 20%, kwa maana ukichukua 100,000 unarudisha 120,000. Kwa sababu sisi ni kampuni binafsi, lazima tunaendesha na kuna muda tunakaguliwa na TRA, kwa sababu tumesajiliwa na benki ya Tanzania, benki kuu ya Tanzania. Kwa hiyo lazima sisi tumesajiliwa kama kampuni ambayo inafanya biashara. Kwa mwisho wa siku, kama tukikaguliwa mwaka huu, mwakani tunatakiwa tukaguliwe, ionekane ile account inafanya nini, inasogea. Lakini lengo la sisi taasisi yetu ni kuwapatia vikundi. Tunatoa mikopo kwa vikundi, kwa mtu mmoja mmoja. Nikisema vikundi nataja group made pa. Kuna vijana, kuna wanawake na makundi maalum. Sisi kwa mfano kwenye vijana kuna makundi mengi ambayo yapo. Kuna vijana ambao wanajishughulisha na umachinga. Wale anaenda dukani, analangua biashara zake, anazunguka mtaani kule, nafikiri mnawaona, sio? Sisi lengo letu ni kukuza ule uchumi wa mtu mmoja mmoja kuanzia ngazi ya chini kabisa. Yule ambaye hana sifa za kwenda kukopa benki, kwa sababu kishaenda benki lazima uwe na dhamana, si ndio? Dhamana ya kitu ambacho hakihamishiki. Sasa sisi kwetu hatuna dhamana. Dhamana ni sisi wenyewe kwenye kikundi. Tukiwa watu kuanzia watu 5, 10 mpaka 20 na kuendelea, mkikusanyika tukakaa tukaongea, kwa sababu kabla ya kutoa mkopo tunatoa kwanza elimu ya ujasiriamali. Kwa maana ukichukua ile hela, usichukue hela ukaenda kununua nguo, ukaenda kufanyia kitu ambacho sio biashara. Lengo letu ni yule mtu ambaye anauza matunda, anachoma mandazi, anachomelea, labda na ofisi ya kuchomelea, anafuga kuku, ili asikose. Kwa mfano anaweza kuwa anafuga kuku lakini anakosa pengine chakula cha kuku, sio? Kwa wale watu tunawaongezea kile ambacho watu nacho, au tunamwanzishia biashara ili akue kuanzia chini kwenda wapi, kupata sifa. Maana ukishakuwa na biashara kadogo, ile hela ya kila siku ndio inatufanya tuishi, ndio jamani? Nafikiri sisi ni mashahidi, nyinyi viongozi, lakini kule tulikotoka tuna makundi ya namna hiyo, na watu wanajishughulisha na hizo biashara, lakini kuna muda wanakwama. Taasisi nyingi za fedha hazifiki maeneo ambako mnapatikana hivi. Sana zinakaa kwenye sehemu za miji na sehemu ambazo zimechangamka. Lakini sisi kampuni yetu tunafika unapopatikana. Kwa mfano niseme labda Ntundu, ndio natolea mfano. Tukipata kikundi tunaenda kukihudumia huko kilipo. Uhangaiki kuja huko mjini labda siku ya rejesho, hapana. Sisi tunakuja kufuata huko. Lengo la kampuni yetu kama nilisema ni binafsi, lakini tunafanya biashara na wajasiriamali wadogo bila kuwaletea buza ya maisha. Nakumbuka kiongozi hapa alisema kwamba mikopo hii kuna watu wanakimbia miji, si ndivyo jamani? Kuna watu wanaacha miji kwa sababu wamezidiwa na nini? Mikopo. Alafu mikopo ile
ni mikopo ile ambayo inadhalilisha na utu, si ndio? Lakini sisi kampuni yetu kwa Singida ina mwaka mmoja sasa hivi, lakini hatujawahi kumpeleka mtu mahakamani, hatujashikilia kitu chochote cha mtu. Sisi tunachofanya kabla ya kukupa pesa ili ukae na hiyo pesa vizuri, kwanza kabisa tunakupa elimu. Tunakupa elimu kwa maana ya kutunza fedha, kutunza ule mtaji ule upata, na tunakushauri biashara gani unayofanya. Pengine una biashara yako unaifanya, kabla ya kukupa pesa una biashara gani, tunakuja kutembelea, tunakushauri pale pale kwenye biashara yako kwamba unatakiwa uongeze hiki au upunguze hiki. Tuna baadhi ya watu ambao tunasema tuna shuhuda za watu kama watu ambao tulishawashauri.